Sasa muda wote inawezekana tukawa na safari. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari? Maafani nifuata wito. Ndio. Ndio nifuata wito kwa sababu nimesikia kwamba mwanangu kawako hapa. Ndio mzee. Ushafika hapa kituoni. Ila kama wewe ndo mzee wa mtoto ambaye umo ndani anaitwa Chuma. Basi ujue pale hukupata mtoto kabisa. Unasema? Hukupata mtoto? Afandi, ushikie adabu yako. Wallahi kama sikuheshimu kituo hiki, afandi ningekupiga mkono mimi. Sawa. Ila mtoto ambaye katoka katika mishipa ya wazazi wake lazima anakuwa anafuata lile misingi alivyolelewa na wazazi wake. Ninachokuomba mzee wangu, ninachokuomba, mtoto ataumia sana, atakufa katika mikono ya watu. Sawa. Atakufa katika mikono ya watu. Yaani kila nyumba, kijiji kizima, kila mmoja analalamika kwa sababu ya mtoto wako. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afandi sawa, lakini sasa afandi tujaba kwamba tuyaronge yeshe. Mzee, unakumbuka mwanao kwa pato wewe wale baka? Sio kubaka tu. Juzi wameenda kumkaba mtu. Lakini si kumkaba tu, pia juzi wameenda kuvunja nyumba ya watu. Huyo mtoto gani kweli? Ukasema mtoto gani? Sawa. Kwa sababu si yako. Sasa sikiliza mzee. Nyinyi ndio mnaokaa mtaani mkasema pale mtu akipenda kwa siku moja tu anatoka siku ile. Ninachokuambia, utamfuata mtoto wako kesho siku ya Jumatatu mahakamani. Sawa afandi. Kufuata sheria hii ndio wajibu wa serikali na ndio jeshi la polisi sasa lifuate sheria. Lakini afandi yeye chonde. Fanya masihara na utaleta. Ukifanya masihara wewe mzee, nimekuheshimu, endelea kuheshimu jeshi la polisi. Huyu mtoto tunamshikilia leo yuko ndani Jumapili. Kesho siku ya Jumatatu mfuate mahakamani. Maafandi huko mahakamani. Mimi sina mkubwa yoyote kama nganga yote ndamwambia ansaidile. Ndio nilikuwa ni maja hapa ngaweza kumsaidile, lakini kama ndo makamata sheria haya nda zangu takuja ya Jumatatu. Wewe nenda. Lini? Jumatatu ndo uje. Haya. Ulete samaki mkubwa. Unasema? Uje na samaki mkubwa. Sina leta kabisa wakubwa ni. Mzee ushakuwa chumi sana. Nyuma ya pazia. Kuna nini? Tazama. Nyuma ya pazia. Poteza kazi. Tafanya nini mtoto wa kike mimi? Yaani dawa iliyopewa na mganga sijafanikiwa. Ndo niache? Hapana. Siwezi kishinda kirahisi namna hii. Ili ni muache mume wangu na mwanawe wanitawale? Haiwezekani. Lazima nifanye kitu. Harusi isiwe. Tina. Nami njoo. Tina mwanangu, ushakuwa mtu mzima. Sasa kwanza nataka nikuulize kitu.
hebu kuna mtu ambaye mmezungumza na mkakubaliana kwamba aje akuposhe? Hamna? Unifiche. Haya, sasa kuna ugeni ulikuja hapa, na ugeni huu kwa bahati si wa mbali, na ulikuja na habari njema kwetu. Kuna mzee Kamanda, unashaka kuna mzee Kamanda alikuja hapa kwa kuja kumposhea mwanawe, yaani kukuposha wewe kwa ajili ya kumposhea mwanawe. Sasa basi, kwanza wewe hili swala unalipokea vipi? Kwa sababu tusije tukakuozesha mtu halafu baadaye mkaja mkatuletea matatizo. Ndio maana nimekuita hapa makusudi nikuulize, je, huyu mchumba unamtaka au vipi? Miki. 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 Hauna nini? Mimi nakusikiliza wewe. Nasikiliza. Sasa kama kuna nisikiliza mimi, hili suala sisi tumeshalipokea na tumo katika mchakato wa kulifanikisha. Sasa haya ndio nilikuta kuja kukueleza kwa sababu ajue anafaa. Mama. Hakuna harusi mama. Hakuna harusi kivipi sasa? Harusi hakuna mama. Hakuna harusi kivipi? Ndio ulie sasa. Natoka hospitali hapo nilipokuambia. Baada kutoka hospitali. Nataka kupima mama. Haya ndipo tuna vipimo. Mama amegundulika na virusi. Virusi vya nini sasa? Corona au? Ya ukimwi. We Miki. Sasa nisimama hapa pole sana kwa safari. Nashukuru Mungu. Ila pia karibu katika ofisi yetu. Kiukweli kama tulivyokupigia simu kwamba huo mwandishi wetu tayari tunaye hapa, na sisi kama jeshi la polisi tumefanya kazi moja kubwa sana ya ajabu. Mimi niseme kwanza niwapongeze sana kwa sababu Lapso unajua ametoroka na pesa nyingi sana, na angekuwa na uwezo wa kwenda mahali popote, lakini jitihada zenu zimesababisha mpaka mmemdhibiti na mkamkamata, mmemrudisha hapa Zanzibar. Kwa kweli nawashukuru sana. Sasa sijui nini kinaendelea. Na tunamhoji vizuri. Leo tukifikiria ya kwamba yeye kweli kachukua pesa, ila kuhusiana na Madam Sara hakumuua nafsi. Kinachoonekana kwa Madam Sara baada ya Lapso kukimbia na pesa, yeye alifanya maamuzi ya ajabu sana, akaamua kujiua. Hatuna uhakika zaidi, ila kwa sababu wewe mwenyewe tunaye
yupo hapa, ila kinatutia shaka kwamba yule jamaa tunamkamata hakuwa na hata shilingi 100. Yaani sijui kama naye kupata ujanja wenzake huko, lakini hakuwa hata na shilingi 100. Sisi tumkamata sehemu hivi, nasikia alikuwa anaosha huko kwenye sehemu za gelegele. Unasemaje afande? Mazingira tuliyomkamata hatukumkuta na hata shilingi. Ina maana sasa Lapso kama hamjamkuta na pesa amezipeleka wapi? Afande, mmefanya uchunguzi vizuri. Wenda amefungua akaunti ya siri ameziweka. Hapana. Tumepita katika kila chakato yote ya kiutandawazi, lakini tumekuja kugundua kwamba Lapso hana hela. Katika mahojiano alisema kwamba pesa hii hayalipiwa. Au afande, kuna kamchezo unachezewa hapa kati ya Michi na Lapso. Lapso anasema kwa amekiri kabisa Lapso kwamba yeye ameibiwa. Ndio. Lapso baada ya kuzikamata zile pesa na kutoroka nazo, amepata ujanja zaidi ya yeye. Na kuzifika zile pesa. Na hiyo ila kwa sababu yupo hapa, ngoja tumwite kwa sababu. Afande. Bwana Kamanda, imelazimu nikupate kwa sababu tumekaa toka tulipomaliza kikao, naona kimya, hakuna hata kinachoendelea. Je, Kamanda, kukusudili ulimwengu? Unajua Tashi, sisi ni watu wazima, tuna hekima, sio kama watu wadogo. Na ukiwa mtu mzima lazima uwe na hekima. Usipokuwa na hekima, basi utahangaika. Lakini naomba umeniamini, nimekuamini. Kwa hivyo inshallah, kwa Mungu, hili jambo wakati ni watu wazima, tuna hekima, halitaharibika kitu. Sasa Kamanda, imekuwa vizuri sana uniambia alau kupata kurudisha lini pumzi, kwa sababu nasema mzee Kamanda kakusudili mimi anivue nguo. Sasa wakati kushanipa mrejesho, wala hakuna tatizo lolote, mimi nishapata pa kuanzia. Nataka kujua mambo yanavyoendelea huko kituoni. Wewe, sina kuuliza maendeleo ya mwanangu huko kituoni yakoje? Wewe si ndio umeenda polisi? Wangu kituoni maisha, lakini nijue jambo likafika polisi, huwa ndo lishafika kule, kuingia bure, lakini kulipwa pesa. Isitoshe nimeshazungumza nao, lakini wameniambia nikafisa samaki mkubwa. Wewe mzee, ona ulivyo muongo kwanza. Huyo samaki ndo atafanya atoke mwanangu eh? Ona ulivyo yani umekosa haya mzee wewe. Mimi ninachotaka nijue mwanangu anaendeleaje na masuala haya ya polisi yakoje. Wewe ndo chanzo cha mwanangu kuharibika mpaka hapo alipofikia. Maana tulikaa vizuri sana, mtoto alikuwa na mwelekeo mzuri. Tumpeleke chuo, kaanza nitatia umeme sijui kwa nyumba gani. Kumbe uongo mtupu. Umeniharibia mwanangu. Mke wangu, usipige kelele sana, pawa ikawa kubwa, kwa sababu majirani watasikia. Eti sisime kwa kelele majirani. Jirani gani asioelewa haya yote yanayoendelea humu ndani? Ni jirani gani asiojua? Wewe, nataka kujua mwanangu. Kwa mke wangu, nataka mimi nipate aibu. Nachohitaji ni ukweli kuhusu mwanangu. Usiletee habari za samaki mkubwa siji ikafanyaje. Sitaki. Mke wangu, na mimi na uchungu na mwanangu. Kama ulivyoniambia huyu mwanao, basi na uchungu mke wangu, usinione hivi. Nalifuatilia mke wangu mimi mswali. Sasa wewe mzee, nishachoka na uongo wako. Umesikia wewe? Cha msingi hapa, naomba taraka yangu. Sina muda tena wa kukupoteza mimi.
haya mambo tu ya kurekebishwa ili tukaendelea kuishi. Hii itakuwa si solution kwamba kudaiana talaka. Kwa maisha gani? Kuishi kwenyewe nimevumilia tu kwa sababu hiyo ndoa. Nachotaka ni talaka yangu, na usiponipa talaka naondoka. Na nikiondoka usinitafute na utojua nimekoenda. Achana na mimi. Mke wangu. Na tatizo. Tatizo gani? Shauri hospitali. Na hilo tatizo ni la huko hospitali. Kapigana na mtu au vipi? Hebu mke wangu naambia, kuna tatizo gani? Mbona unaniambia hebu kuna tatizo gani? Kagundulikana ana virusi vya ukimwi. Unasema? Yaani sisi tuna mikosi gani sisi yani? Wewe umekaa wapi? Miki! 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 Hadi. Hadi. Marahaba. Haya, asante. Miki nimemkuta. Hayupo. Mama, nasikia harusi ya Miki imeahirishwa, eti kweli? Harusi niko pembeni. Ndio. Sasa huyo alokuambia tu kamuulize huyo alivyokuanzia 1, 2, 3, 4, 5 na 10 ya kumalizia. Sasa mdogo, mimi nadhani mpango sio mbaya kwa sababu kwa sasa hivi mimi sina kazi. Nadhani utakuwa mzuri. Sawa, lakini mdogo, mbona nasikia unakesha baa, unakunywa pombe? Wewe kweli, lakini kutokana na kipindi hiki inabidi wao ninapokwenda kule juu nahisi kama napunguza. Unasema kani mdogo, mimi unaniambia maneno unapunguza nini mama? Basi mdogo, sitaki. Mdogo, ufanye uowe. Haya mawazo ulionao ni mawazo potofu kabisa. Labda mimi ni mwongo hapa karibu, labda Trisha wewe. Unachochonyea uko wapi sasa hivi? Hapa naishi peke yangu. Utamweza wapi? Utatafutiwa mke mwingine. Mdogo, nasema hayo. Naomba tuende huko. Afande. Lamso. Wewe ni kidume? Unadiriki kutembea na mke wangu? Alafu unanibia pesa. Unakimbia. Lamso. Unakumbuka
kikao chetu cha mwisho tumekaa wewe hapa, mimi hapa, Miti hapa. Wakati tunakabidhi madaraka nilisemaje? Afande, toa huyu mtu. Afande, toa huyu mtu. Labda usitaki kusikia maelezo yako. Afande, naomba toa huyu mtu. Afande, toa huyu mtu. Kama unisamehe sana msao. Tulia. Mama, simama. Tulia bwana. Tulia. Shusha pressure. Shusha. Pega ndani. Pega ndani. Tafrani nachokiona chanivunja moyo, asubuhi, mchana na jioni. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani. Nyuma ya pazia, nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia kuna nini? Tazama nyuma ya pazia. Wakolopoteza kazi, wakolopotea hawaonekani, wakolopoteza uhai, wako walopata dosari. Everyday kichwa kinazonga kwa mawazo, mwili unatetema kwa hofu. Sisi binadamu ndo kikwazo, tunaishi kwa imani potofu. Nyumbani, kazini, mtani kabisa tafrani. Nyuma ya pazia, nyumbani,